Leo bwana, rais wa Marekani Donald Trump ametoa vitisho vikali sana kwenda kwa Irani. Na unajua moja kati ya kitu ambacho kinawafanya Irani kutokubali mazungumzo haya hadi hivi sasa na Marekani, sababu kubwa inayopelekea hali hiyo kutokea ni kutokana na kauli ambazo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akizitoa. Kauli zenyewe bora hata zingekuwa kauli za kawaida, lakini zimekuwa ni kauli za vitisho dhidi ya Iran. Na Irani imesema kwamba haiko tayari kufanya mazungumzo katika shinikizo la vitisho. Viongozi wake wamekuwa wakisema hivyo, hasa spika wa bunge Mohamed Bagheri Ghalibafu. Sasa siku ya leo Trump amezungumza na chombo cha habari cha CNBC kwa njia ya simu. Katika interview ambayo amefanyiwa, amezungumza vitu vingi sana. Moja kati ya vitu ambavyo amezungumza ni kwamba Irani haina chaguo lolote kwa hivi sasa zaidi ya kukubali mazungumzo na Marekani. Sasa hebu angalia kauli kama hiyo, kwamba Irani hawana chaguo ila ni kutuma wajumbe kwenda Pakistan kwa ajili ya mazungumzo na Marekani. Yaani inaonyesha kujitanua kimabavu kwamba Marekani imekwisha weza kila kitu katika vita hivi, kitu ambacho katika diplomasia yoyote duniani lazima kauli za, tunasema zile kauli za harmonization, yani kauli ambazo ni kauli za kirafiki zinatakiwa ziwepo, lakini sio kauli za ubabe kama hizi ambazo Trump anazitumia. Ndio maana hata mazungumzo hayaonekani yakifanikiwa huko Islamabad nchini Pakistan. Ni kitu ambacho kinafikirisha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia Trump anaendeleza duru zake za kutoa kauli za vitisho kwa Irani kwa kusema kwamba kwanza anapinga kuongeza muda wa sitisho la mapigano na Irani. Ikiwa muda huo utakwenda kutamatika hapo kesho kwa saa za Marekani, itakuwa ni saa 2 usiku, Irani na Israel itakuwa ni saa 9 usiku. Na Trump amesema kwamba muda ni mchache sana wa kufikia makubaliano, yani hakuna muda wowote, na amesema kwamba wapatanishi ambao ni Pakistan hawana muda mwingine tena wa kuweza kusubiria kufanikisha negotiation kati ya Marekani pamoja na Irani. Lakini kauli nyingine, Trump ametishia kwamba vita vinaweza kuanza tena kama makubaliano hayatafanyika, na amesema jeshi la Marekani limejiandaa kikamilifu kuendelea na vita. Amerudia kauli yake kwamba Marekani itashambulia madaraja pale nchini Irani kwa sababu anaamini kwamba madaraja hayo yanatumika kwa ajili ya kufanya usafirishaji wa silaha kwenda katika vikundi vya wanamgambo mbalimbali katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Yaani ukifuatilia vizuri, hata hivi sasa kwa nini Irani haijatoa tamko rasmi kwa Pakistan kwamba itashiriki mazungumzo ama haitashiriki? Jibu ni moja tuliko wazi ambalo halijajificha, kwamba ni kutokana na shinikizo ambalo rais wa Marekani Donald Trump analiweka dhidi ya Iran. Na kauli zake zimekuwa sio kauli nzuri, ni kauli za kibabe, kauli ambazo zinaonyesha kwamba ni kujitanua kwa mabavu kwa Marekani na kuidhoofisha Irani. Sasa ndio maana hadi hivi sasa, mtazamaji, kama hujaona mwelekeo wa Irani kuingia katika makubaliano na Marekani, hata pia kwenda katika mazungumzo kwa raundi ya pili, imekuwa ni changamoto kwa hivi sasa. Hivyo hizi kauli ambazo tunaziona ambazo Trump anazidi kuzitoa, vitisho vya hapa na pale kupitia Truth Social, lakini vile vile jinsi ambavyo anazungumza na vyombo vya habari pale nchini Marekani, inaonekana kabisa bado kuna wakati mgumu wa kuweza kufikia kwa makubaliano kati ya Marekani pamoja na Irani chini ya usaidizi wa Pakistan. Kila kitu kimeshaandaliwa, lakini bado ujumbe wa Marekani haujatoka rasmi Marekani kuelekea Pakistan, lakini wako tayari kutoka. Ni wanasubiria tu kauli ambayo itatoka kwa Irani kwamba watashiriki au la, ikiwa sitisho la mapigano linakaribia kutamatika siku ya hapo kesho ya Jumatano. Basi nilikuahidi kwamba nitakuwa na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na niko na wewe hapa kuweza kukujuza yote yatakayojiri kuhusu sakata hili la mazungumzo ya raundi ya pili kati ya Marekani pamoja na Irani pale Islamabad nchini Pakistan. Kama bado hujaweza kujiunga na familia ya Zone Media, ni kuombe mtazamaji wetu uweze kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kukomenti pamoja na kushare.